kijana ni nguvu kazi ya taifa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana mtumishi. Amen. Amen. Okay, mimi kwa majina yangu mimi naitwa Alex Lubuva. Amen. Labda mtazamaji wetu anatamani kujua jina lako kwa ufupi zaidi. Naitwa Apostle Gideon Nzwala wa kanisa la Mountain of Wonders Church International, Mwanza, Tanzania. Hongera sana kwa huduma nzuri ya utumishi. Amen. Labda leo tutakuwa na mambo machache sana ambayo natamani kuzungumzia. Amen. Bila shaka katika huduma yako kuna vijana, kuna wazee, kuna watoto. Yes. Mimi kidogo nataka ni base kidogo na vijana. Unajua vijana pengine kuna namna ambavyo unawatazamia wewe. Sasa wewe kama mchungaji, unatambuaje nafasi ya kijana katika jamii? Nianze kwa kusema kijana au nafasi ya vijana katika jamii ipo, kwa sababu tunapozungumza kwa habari ya jamii tunazungumzia kwa habari ya generations, vizazi. Okay. Sasa rika la ujana ni rika ambalo linategemewa sana katika jamii, kuanzia ndani ya kanisa, kwa sababu kanisa ni jamii pia. Hatuwezi kutenganisha kanisa na jamii. Ndio. Kanisa linategemea vijana. Kwa hiyo vijana wana nafasi ya muhimu katika kanisa, lakini pia taifa linategemea sana vijana katika mambo mengi mbalimbali. Lakini pia kijana ni nguvu kazi ya taifa kwa ujumla. Kwa hiyo nafasi ya kijana katika jamii iko katika maeneo hayo ambayo nimeyataja na mengine mengi mbalimbali ambayo hatujataja. Lakini nikimalizia kwa kusema kwamba Mungu anamhitaji kijana afanikishe mambo yake. Lakini pia shetani huyo anamhitaji kijana pia naye afanikishe mambo yake. Kwa hiyo kijana ana uwezo wa kukamilisha mambo mengi katika jamii. Tunaona vijana wengi, pengine kuna namna jamii inawachukulia ni wachache, labda wengine wanapotea, wengine wanakuwa walevi wakiwa bado vijana, wengine wanajiingiza katika madawa ya kulevya, wengine wanaingia katika biashara hatari kabisa ambazo zinapelekea hata wao kupoteza maisha. Pengine vijana tunawapoteza katika njia hizo ambazo wao wanaingia huko. Sasa wewe kama mchungaji una nafasi gani sasa wewe, kwa sababu tumeshaona nafasi ya vijana katika jamii wanahitajika sana katika kanisa. Sasa wewe kama mchungaji una nafasi gani katika hao vijana, angalau kuwasaidia watoke katika hivyo vishawishi ambavyo vinawasababisha hata wanapoteza maisha, kama vile madawa ya kulevya, biashara tofauti ambazo pengine wengine hata uwizi, wote hao ni vijana ambao wanafanya. Ni sasa wewe nafasi yako ni ipi katika jamii, katika upande wa vijana? Nafasi yetu kama watumishi wa Mungu, moja ya utume mkubwa sana tulioitiwa katika ulimwengu huu au katika jamii ni kutengeneza hatima. Na nizungumze kwa ufupi tu, Mountain of Wonders Church tumeitwa kutengeneza hatima, na kauli mbiu yetu ambayo tunaitumia katika huduma, we create destinies, a house of destiny. Yani ni nyumba ya kutengeneza hatima. Kuna mambo matatu ambayo nataka nizungumzie ya muhimu sana kama sehemu ya utumishi wetu kuelekea vijana ambao hatima zao ziko hatarini kupotea. Baadhi yao wako kwenye madawa kulevya, wengine wako kwenye ulevi, wengine wako katika shughuli nyingi za uharamia, ukisikia ujangili na janga hilo katika taifa. Watekelezaji wa mission hizo ni vijana. Watekelezaji wakubwa ni vijana, sio wazee. Kwa hiyo kazi yetu sisi kama watumishi wa Mungu ni kuanza kuwapa ujumbe ili maisha yao yabadilike, na wanapobadilika tunawafundisha, tunawatrain, tunawarudisha kwenye mstari, wanakuwa nyenzo na nguvu kazi ya taifa tena, na wanakuwa na ufanisi katika nyanja mbalimbali katika jamii. Labda kuna ugumu sana wote ambao mnaupata kuwahakikishia vijana hao wanarudi katika njia sahihi? Yes. Ugumu upo kwa sababu vijana wana degree tofauti za uharibifu. Ndio. Wako ambao tayari madawa kulevya yameleta effect katika fahamu zao. Inabidi wachukue muda, uwe nao muda wa kutosha. Wanahitaji counseling ya kutosha, wanahitaji kuwarudisha katika standard nzuri kisaikolojia, ili hatimaye waweze kufaa kuwa nguvu kazi ya taifa, lakini nguvu kazi pia ya ufalme wa Mungu. Sasa kuna mambo mawili ambayo natamani niyazungumze
katika kwa uwiano na swali ulilouliza. Ugumu uko katika maeneo mengi mbalimbali, na hapa sasa nataka nizungumze na wale ambao ni vijana watarajiwa au wazazi ambao wanaandaa vijana watarajiwa. Maandiko yanasema umlee mtoto katika njia inayompasa. Sasa hapa wazazi tumejisahau, kwa sababu mtu anapoenda katika level ya ujana anakuwa ametokea katika rika ambalo tunaliita edha ni utoto. Sasa Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo. Mzazi akijisahau katika level fulani, mtoto akavuka bila malezi mazuri, ugumu ndio unaanzia hapa kwetu sisi kama watumishi wa Mungu. Itabidi tuanze kutumia maombi, counseling, neno la Mungu, ushauri na mambo mengine mengi kwa ajili ya kumrudisha huyu mtu sasa katika mstari. Ni kwa sababu gani? Umri wa utoto ni umri wa kujenga msingi. Nafikiri unaelewa Ndio. Alex, ya kwamba msingi ndio kila kitu katika maisha. Ni kweli kabisa. Ukiona jengo zuri, ghorofa limepanda, linapendeza, lina furnishing nzuri, lina nakshi nzuri, tutasifia ule ubora wa ghorofa, lakini ubora wake uko katika msingi. Sasa ubora wa vijana uko katika misingi waliopewa mapema. Na ndio maana lazima tuwarudishe katika madarasa hao vijana ambao leo hii tunaona is like wamekuwa na broken characters, wameharibika katika misingi mbalimbali, wamekuwa ni watu wa kunyoshewa vidole. Wengi sasa hivi hawana ule uwajibikaji. Vijana wapo, they want to chat all over the day. Yani siku zima anachati tu, hajishughulishi na shughuli ambayo inamuingizia kipato. Wanajiinvolve katika shughuli za kamari, wakidhani kwamba vile vinaweza kusaidia kujenga msingi ya maisha. Lakini mimi vyote naweza kusema kwamba ni broken community ambayo ilijisahau katika level ya utoto kujenga misingi, ili leo hii kazi yetu wachungaji ingekuwa rahisi sana. Kwa hiyo topic hii ni kumbusho kwa wazazi pia. Watoto wanaokuwa, tusisahau kuwawekea misingi imara, ili wanapokuwa wakue katika misingi hiyo, na hatimaye wawe nguvu kazi ya kanisa na taifa kwa ujumla na jamii ya Watanzania, na hatimaye tuweze kufurahia kuona nguvu kazi ya watu ambao wanajifahamu, wanajitambua na wana uwezo wa kufanya kile tunachotarajia wafanye. Labda kwa kumalizia na hili swali la mwisho, tumeshaona nafasi ya kijana katika jamii. Na pia ni nguvu kazi. Labda jamii yenyewe inahusika moja kwa moja labda katika uharibifu wa kijana? Yes, obvious. Labda kwa namna gani? Ili hata kama jamii ikisikia inajua kabisa kumbe sisi tunapokosea ni hapa ambapo tunamsababisha kijana anapotea. Vijana wanaathiriwa katika jamii katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza, starehe. Nyumba za starehe ni nyingi sana, na vijana wa sasa they want luxurious life. They want to live expensive life. Kwa hiyo vijana wanajikuta wanajiingiza katika shughuli haramu za kutafuta pesa ili waweze kuishi maisha ya anasa, wawe na magari mazuri. Nafikiri nikupe tu mfano. Kuna vijana leo hii hawana ajira, wa kiume na wa kike. Ndio kwanza they are fresh from school, lakini anamiliki simu ya shilingi 3,000,000 na kuendelea. Ukijiuliza swali Alex, kwa mtu ambaye ana ufahamu mzuri, huyu kijana hajao kwenye ajira, amepata wapi shilingi 3,000,000, 4,000,000 akainvest kwenye simu? Lazima tuwe na logical question hapa. Ni kweli kabisa. Amepata wapi pesa ya kuinvest katika iPhone 17 ambayo you can get it the latest version ya iPhone? Lakini vijana wengi wanamiliki hizo simu, hawana ajira. Wengi wao ukiangalia throughout the day wanatembea kutoka sehemu moja starehe kwenda nyingine. Wanapata wapi fedha ya kufanya starehe za namna hiyo? It is when tutagundua wanajiinvolve katika utafutaji haramu wa pesa. Some of them kama ni wa jinsia ya kike, basi wanauza mili yao, wanatumia mili yao kama product ya kupata vile wanavyotaka. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinaharibu vijana katika jamii ni nyumba za starehe nyingi sana. Ndio. Kwa hiyo zinawaendesha kwenda katika matendo au kutafuta fedha ya haramu isiyo halali. Lakini eneo la pili linaloharibu vijana ni maadili. Leo hii shuleni wazazi wanazuia walimu wasitandike watoto wa fimbo.
Kutoadhibu. Yes, kutoadhibu. Okay. Kwa hiyo watoto wanalelewa kama mayai, wanaanzia hapa chini, wanakuwa au simguse mtoto wangu. Tena ukimgusa mtoto wa mtu shuleni, mzazi anakuja amewaka kama chui aliyejeruhiwa. Okay. Analalamika, kwa nini mtoto wangu kapigwa? Kwa nini mtoto wangu kapigwa? Biblia inasema kitu kimoja, usimnyime mtoto mapigo. Okay. That is biblical. Sio maagizo ya mwanadamu. Ni Biblia inasema usimnyime mtoto mapigo. Kwa maana gani? Mtoto anapoadhibiwa, it is when anagundua kwamba nilikuwa natoka nje ya mstari, napaswa nirudi kwenye mstari. Kwa hiyo moja ya shida kubwa katika jamii leo hii, watoto hawataki kuadhibiwa, wazazi hawataki. They don't want. Nafikiri kuna wazazi wanatusikiliza hapa, watakubali na sisi. Na walimu wengi wamepitia crisis, watoto ukimwadhibu, mzazi wake anakuja analalamika. Na kuna baadhi ya nchi wametengeneza constitution ya kuzuia watoto wasipigwe shuleni. Hii inachangia sana. Ni kweli kabisa. Yes. Eneo la mwisho ambalo linasababisha uharibifu wa watoto katika jamii ni uhuru uliopitiliza. Okay. Uhuru uliopitiliza. Leo hii mtoto mdogo anaweza akapewa shilingi 500,000 kama pocket money. You're destroying him or her. Unamharibu. Kwa kuweka mzazi utaona ni kwamba unampa upendo, lakini umempa uhuru uliopitiliza. Ile pesa itamdrive kwenda katika mambo ambayo ni haramu. That's why we find watoto wadogo wamejiinvolve katika sexual immorality, ni wazinzi. Wanatumia pesa kama sehemu ya uharibifu katika maisha yao. Unakuta watoto wadogo wamekuwa exposed katika technology, wanakwenda kwenye unaita nini? Ni gaming house. Gaming house. Yes, gaming house. Wana watch pornography there, picha za ngono. Okay. Total distraction katika maisha. Ni sababu ya uhuru ambao uhuru uliopitiliza. Okay. Watoto hawana monitoring system, wako wapi? Okay. Yes. Na bila shaka wewe umeishi katika kizazi cha kuanzia 90 labda 80, ulishaikuona na sasa hivi ni kizazi cha 2000. Bila shaka zamani jamii ilikuwa na uwezo wa kumwadhibu mtoto wa hata kama sio mtoto wako, lakini ukiona anafanya mambo mabaya una haki ya kumwadhibu. Yes. Swala hili kwa sasa hivi kwenye jamii halipo kabisa, kwamba mtoto hata akifanya kitendo kibaya jamii tu inaweza kumwangalia kwa sababu watasema tu ni wazazi wake. Na pengine swala hili limekuja kufanya sana watoto kwao na uhuru ambao umepitiliza. Hili labda ni kitu gani ambacho kimesababisha kwa sasa hivi jamii inashindwa kumwadhibu mtoto yeyote ule ambaye tunaona anakosea, tofauti na zamani ambao sasa hivi ni mzazi apambane na mtoto wake mwenyewe? Na ndio maana labda inapelekea mpaka hata shuleni walimu sasa wanaingiliwa kwamba hawezi kumwadhibu mtoto. Nini ambacho kimepelekea labda mpaka itokee tofauti na zamani? Swali lako ni zuri. Na nikirudi nyuma, hatukuwa na vitu kama mashirika ya haki za binadamu. Hayakuwepo. Nadhani yamezaliwa katikati ya karne ya 21 haya mashirika mengi ya haki za binadamu. Okay. Na haya yamekuja na sera. Kuna mashirika leo hii ambayo yana sera, yana taratibu namna ya kumchukulia mtoto katika jamii. Nafikiri shirika la UNICEF unalifahamu. Ni shirika linalodhibiti unyanyasaji wa watoto katika jamii. Na mmoja ya vitu ambavyo vimezaliwa hapa kumzuia mtoto asiadhibiwe ni pamoja na mashirika haya ambayo yanasimamia na kutetea haki za binadamu. Leo hii kuna mashirika yanatetea mwanamke katika jamii. Ukimgusa mwanamke unaingia hatiani. Kuna nchi ambazo zimeendelea, ukimgusa mtoto kuna adhabu zake. Yaani imekuja kwa ajili ya kuwalinda watoto sasa. Kwa hiyo tumejikuta tunatengeneza aina fulani ya kizazi ambacho hakijapitia maonyo, hakijawa disciplined na jamii yenyewe kabisa. Yes. Okay. Kabisa. Leo hii kuna janga moja ambalo nataka nizungumze kama janga. Unakuta mtoto ameanzia baby class, yuko body, darasa la kwanza, la pili, la tatu, darasa la 4 mpaka darasa la 7, elimu ya msingi. Mtoto hajapita mikononi mwa mzazi full time. Mtoto huyu amelelewa na watu wanaitwa mapatron au mamatron. Ndio wamemlea. Mzazi pamoja na walimu. Yes, pamoja na walimu ambao wamemfundisha. Kwa hiyo mtoto hana malezi ya baba na mama. Lakini pia tuna mpasuko katika jamii. Kuna watoto ambao wanalelewa na single mothers.
Lakini pia leo hii tuna masingle father wapo. Kabisa. Ni baba ambaye anaishi na watoto bila mama. Ni kweli. I'm sorry to say that. Nafikiri watazamaji wetu watakubaliana na mimi. Kuna aina wazazi ambao anaishi na watoto. Sijui tuwaite ni masingle father kwa sababu hana mke, analea watoto. Hili limekuwa ni janga katika jamii kwa sababu watoto wakikosa imbalance grooming wanaanza kupitia changamoto za kuharibika kwa maadili. Ikiwa mtoto hana investment ya mzazi, hana monitoring system ya mzazi, amelelewa na nani kule boarding mpaka amemaliza elimu ya msingi, akitoka elimu ya msingi sekondari the same boarding schools, ana elimu, anakutana na watu wengine tena. Kwa hiyo mtoto anakutana na matabaka ya malezi. Ana elimu ya msingi, alilelewa na watu tofauti. Elimu ya sekondari kalelewa na watu wengine. Elimu ya chuo pia amekutana na jamii ya watu wengine, different characters. Ni kweli kabisa. Ambazo zimempa input ya tabia na mambo mengine mengi mbalimbali. Sasa vile vitu, huyu mtu lazima tutarajie kuna majanga mengi hapa. Ni kweli. Kuna majanga mengi sana. Ni kweli. Kwa hiyo niseme Mungu atusaidie. Kama watumishi wa Mungu tuna kazi kubwa ya kuwarudisha watu katika mistari ili waweze kuishi maisha ambayo yamekusudiwa. Ni kweli. Maisha yenye kusudi. Ni kweli kabisa. Tunashukuru sana kwa muda wako mfupi ambao tumejaribu kuzungumzia. Japo umejitahidi umezungumzia kiupana zaidi. Na ni swala zuri sana ambalo hata jamii wanaweza kulipokea. Tunashukuru sana kwa muda wako na nadhani tumehitimisha kwa sasa hivi. Tunashukuru sana. Asante.